Na mko nasikiliza matangazo yetu kutoka Baraka One TV, ikiwa ni saa 6 saa za Afrika Kati, ikiwa inaelekea 7 majira ya Afrika ya Mashariki. Ni kipindi ambacho kinakujia na mimi baba la baba mzee wa Ngwasuma Rajabu Akili Kabonga, the one and only town DJP. Nitakuletea baadhi ya vitu ambavyo vitakujenga, na yote ni kutokana na yote ambayo tuko tunayafanya na kuyazungumza mara kwa mara. Pia tembelea Mwangaza TV ambako utakutana na matukio mengine mengi tu ya yote ambayo yako yanaendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Vita maeneo ya Kivu ya Kaskazini, pia vita maeneo ya Kivu ya Kusini, na hali yenye iko inajitokeza kwa siasa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tuko na mambo mengi sana. Kwa hiyo tuungane wote kwa pamoja ili kwa kwanza kupata habari zetu. Like pia subscribe Baraka One TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, na tutoe pole pia kwa wale wote ambao wamekumbwa na mkasa wa kuangukiwa na kwenye mashimo ya madini huko maeneo ya Lualaba, ambayo watu kaza wameripotiwa kuweza kupoteza maisha. So ni jambo la kutoa tuseme kwamba tuweze kutoa nini rai, tuseme rai hivyo. Lakini hapa nitagusia jambo moja lenye uone ni kiasi gani wanajeshi wetu wako wanatumika kwa hali moja ambayo sio ya kawaida. Hawezi kutumikisha garde republicaine. Sawa, walinzi wa taifa hawa ni majeshi ambayo yanamlinda rais, ni majeshi ambayo yanalinda ikulu ya rais, yanalinda nini, taasisi za serikali. Unaelewa? Yes. Yanalinda ma institution garde republicaine. Lakini biko natuma garde republicaine yende ilinde bashino biko na exploiter ma minere. Unaona? Unaelewa kisi aliko naenda. Hii hapa imefanyika wapi? Kwa mama Masuka Lualaba Kolwezi. Na huko Kolwezi crash avion moja ilipata moto. Delegation ya ministeri ya mine walikuwa naenda kwenda kufanya investigation investigation baada ya ile maafa ilitokea, na wao pia wanaenda wanajikuta kwamba avion inapata moto. Bahati nzuri hakuna ambaye alifariki. So hii yote iko naenda ni kutokana na nini? Tunajiuliza, eske tuko mu nchi gani ambayo watu viongozi wako wanakamata jeshi kama ni kakitu kao kenye wanakachezea gisi wao wenyewe wanataka. Na yote ni manipulation tu ya arme. Ushelewa? Juu kama arme inapenda iweze kusimama, haiwezi kuwa manipule. Arme iko independent. Sawa? Na arme iko neutre. Haikuwagi arme ya bapolitise, arme haiko ya Felix, arme haiko ya nani? Arme ni ya bakongole. Jeshi ni la Kongo, na ndio maana inatakiwa pia wakongomani wakuwe wanazungumza haya mambo kuyatoa hadharani. Kwa nini? Leo kunakuta mpaka nyumba privé tu ya politicien moyo au huko bagarde republicaine. So garde republicaine anachunga site ya politicien moja hivi, iko pale na bunduki, na sio moja. Garde republicaine Mungu azalisha arme yetu. So inasikitisha sana, lakini pole sana kwa watu ambao walipoteza maisha huko maeneo ya Lualaba kutokana na kuanguka kwa ardhi, mmomonyoko wa ardhi. Wengine wanasema kwamba ni wale garde republicaine ndio walisababisha hivyo, walianza kupiga masasi na hivyo ile panike watu wakashindwa gisi ya kwenda, ndio ikaenda. Wengine wanasema kwamba kadaraja kenye kalikuwa kana relie pande mbili za milima, wakati watu wanapita pale kwa wingi ndio kakapita kakashindwa kustahimili kakaanguka. So hiyo yote ni maversion ambazo ziko zinakuja kutoka huko, lakini kamili ni kwamba watu pale
iko hivi, nizungumzie kwanza hii kidogo kabla ya kuzungumza masuala ya vita. Iko hivi, pale Lualaba kuna ile kampuni ya Washinwa yenye ilipewa pale na serikali. Wanasema serikali, tunasema Mama Fifi Masuka, gavana wa Kolwezi, si ndio? Wa huko ndo upitia serikali wakapewa Washinwa wakuwe wana exploite pale. Sasa ile maeneo ilikuwaga zamani iko exploite na watu wa artisano, wachimba madini wadogo wadogo wa mikono. Ndio walikuwa pale. Wakati hii kampuni inakuja, ikabidi wapingane na kampuni, ikasema hapana, hawezi kuja kuexploit hapa, sisi ndio tunakuwa tuko hapa miaka yote. Kwa hiyo wakaamua kuweka wanajeshi pale juu ya kuwa nalinda Washinwa na kulinda ile kampuni. Sasa Washinwa wakasema ile hatutaki vurugu, tunafanya hivi kila weekend ndio raia sasa watakuwa ni wanakuja na wao wanajitafutia riziki yao. Na ndio hilo ambalo lilitokea na kusababisha maafa ambayo yalitokea. Sasa yote kwa yote tulaumu nini? Tulaumu serikali. Tuzungumzie zetu masuala ya mapigano. Mapigano yamefanyika huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini hiyo siku ya jana tarehe 17 kati ya magaidi wa M23 na majeshi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ikiwemo pia na wazalendo, na nitagusia kidogo kuhusiana na pia mpango mpya wa vitambulisho vya taifa vitatolewa. Hii nitakuja kuigusia mwisho. Usisahau tu kwamba ni kipindi habari na maelezo ni saa 6 pamoja na saa 9. Ile ambayo tumeishia saa 6 tunaendeleza mambo mengine saa 9. Kwa hiyo tunaenda mbele tunarudi nyuma. Itabidi tuelewane. Tuanze na huko maeneo ya Kivu ya Kaskazini. Mapigano kiukweli, mapigano yamezuka tena upya Nyabashwa, Kasheke, Bituna. Nyabashwa na Kasheke na Bituna biko mu province ya Nord Kivu mu territoire ya Masisi. Unakumbuka kwamba hapa nyuma kulikuwa kuna mapigano yenye ilisababishwa vile vile na magaidi wa M23 kutoka Kazinga. Kazinga ni maeneo yenye iko karibu na Masisi. Baada ya kuanguka kwa Kazinga kwa mikono ya magaidi wa M23 siku 5 zilizopita, wakakuwa wanataka sasa kutaka kujirenforcer, watanue hapo hivyo. Deja maakoro ya CCLF ishakuwa sinye. Wanatoka sasa Kazinga wakaanza kutia sasa uvamizi mu village zenye ziko maeneo ya Nyabashwa, Kasheke, Bituna. Na hii mavilaji zote ziko mu groupement ya Nyamaboko ya pili. Nyamaboko ya pili, kuna Nyamaboko ya pili na Nyamaboko ya kwanza. Masisi, magaidi wa M23 wanataka wajitanue huku kwa majeshi ya FARDC. Ikabidi wasikubaliane na hile hali na wadefendre, wapigane ili kujaribu kuwazuia M23. Erezima kichofanyika ni kwamba raia ndo wanajikuta wako katika wakati mgumu. Unakwenda huku silaha zinalia, huku silaha zinalia, raia watafanya nini? Wanalazimika kuingia porini. Wanalazimika kukimbia maeneo mengine. Sasa kule ambako wako nakimbilia, wanapokutanana na M23 inakuwa ni hatari kwao. Sababu M23 iko inashindwa kutofautisha kati ya raia wa kawaida na solda. Akikutanana na raia wa kawaida, basi kwake anaona kama ni halali yake. Hata kama ni watoto, kwake yeye ni halali. Ona kilichofanyika Ituri. ADF ni bateroriste. Bale ni bateroriste. ADF ni teroriste na M23 ni teroriste. We imagine watu wako nenda kukamata watu ambao wapo kwenye hospitali, mgonjwa yuko zake hospitalini. Wengine wasichana wamejifungua wako hospitalini. Wako nakamatwa na magaidi na kupoteza maisha yao. Na ndio hii system pia yenye magaidi walifanyaga na kwenye hospitali mbalimbali, hata wakati wanaingia Nzibira, wakati wanaingia wapi bana South, ile maeneo mengi ambako walikuwa kunaingia, unakuta kwamba wakifika kwenye kituo cha afya wanaanza kutafutana na wagonjwa. Hata hospitali ya CBK Bukana na Nigoma walifanyika hivyo kwenda kuchukua wagonjwa, huku wakitoa vizingizio kwamba wagonjwa ni wazalendo na ni FARDC, na pia kupora dawa na kuiba pesa
za kituo cha afya. Wanasahau kwamba vituo vya afya wale ni watu ambao wanakuwa wako wanasaidia ngambo zote mbili. Huyu kwa kiumia au ikipata shida, wao ndio wanawasaidia kuwatibu majeraha, lakini wao hilo hawalionagi. Wanachonaga watu ni entere yao wao wenyewe. Centre de santé wanafika, wao wenyewe ndio wanufaike, wengine wasinufaike. Alors hii mambo gisi imeenda, mapigano yalisikika kwa muda mrefu pale, lakini uzuri ni kwamba magaidi wa M23 hawakufanikiwa kusonga mbele. Hicho ndio ambacho kilikuwa. Kwenda kwao mbele hawakufanikiwa, wakarudi nyuma walikotoka, maeneo ya Kazinga ambako walianzisha mapigano upya. Tukichukua ili swala sasa la Kauzi Biega. Kauzi Biega ni parki national iko Sud Kivu, maeneo ya Kabare, ikiwa na pia maeneo ya Kale, nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Chivanga, Mbayo, Kabulungu ni maeneo mengine yote kuanzia tarehe 17, tarehe 18 hali ilikuwa sio nzuri, ilikuwa ni taharuki. Risasi zisikika kila sehemu. Masaa kaza kuanzia saa 11 alfajiri mpaka majira ya saa 10 ilikuwa ni moto kati ya wazalendo na FRDC. Na kwa wale ambao walipata taarifa zetu za moto za asubuhi, licha kwamba zilichelewa kutoka, lakini ni kwamba FRDC wazalendo wanaendelea kumaintenir na force ya nguvu kwenye maeneo yao licha ya kuvamiwa na magaidi wa M23. Vyanzo vinasema kwamba maeneo mbalimbali kwa sasa hivi viko ndani ya pressure kubwa, ikiwepo maeneo ya Chibinda, Wabika pamoja na Chombo. Mapigano hayo yamesababisha shule nyingi zimefungwa, hazikuweza kufungua, walimu wakibaki majumbani kwao na wanafunzi, lakini mashirika ya kiraia yanazidi kukondamne hii situation kama M23. Licha ya yote ambayo yamesainiwa, mtaweza tena kuanzisha mapigano, na tunasubiriwa tufanye. Nyie mlikuwa mnalilia Doha, mmeenda Doha, mmesaini mikataba. Katika mikataba ambayo mmesaini kuna vipengele 8. Na hivyo vipengele 8 mmekubali kwa hiari yenu, mmesema kwamba tumekubali, tumesaini hii mambo. Haya. Mnakuja kutendea kwanza kwamba mambo ambayo mmesaini baada ya shinikizo. Sasa mnaanza kuendeleza mapigano, kupigana, kitu ambacho kinakuwa ni kuvunja mikataba. Mambo mengi tuseme kwamba tuwekane clear hapa. M23 inashindwa nini cha kufanya? Yes, of course. Kwa nini nasema kwamba inashindwa nini cha kufanya? Kwa sababu walichokuwa wanategemea sicho. Malengo yenye wako nayo ya kuanzia kwamba watakuwa integre facilement mu FRDC na mu la police nationale congolaise na ma services zingine comme auparavant. Ile wanasema kwamba pardon, amnistie, nini, intégration, mixage, tout ça, ndo mawazo yao ilikuwa iko vile vile. Na ile ambayo nilikuwa nasema mara mingi, ili kudekuraje ba chef rebelle, tuko censé kufanya nini? Tunatakiwa yeyote mwenye anajiunga na groupe ya armée, yule mtu anena kuwa pardonné, mais il sera poursuivi par la justice congolaise. Na justice congolaise inasema nini? Quelqu'un qui a pris les armes, il est traître. C'est ça la justice congolaise. Yote walichukua bunduki juu ya taifa kupiganisha taifa, ule ni msaliti na anastahili kunyongwa. C'est ça la RDC. Gisi sheria yetu inasema. Sasa tukija kuanalizia hapa sasa, hawa watu hii mambo inawabana. Kwa mikataba ambayo walisaini, wanakimbilia tu hapo ya liberation des prisonniers. Okay, sawa. Tukisema kama tulibere ba prisonniers, tunalibere si Kishasa, hatuna shida parce que hatuna ba prisonniers ba mingi sana ba AFC of course, lakini wao wako na prisonniers wa mingi wa Kongomani. Mko mnaona kamata iko nafanyika Goma, Bukavu, maeneo mbalimbali. Kila siku wanakamata watu. Sasa wale wote ni wa prisonniers.
Na lazima serikali ya Kongo iko na effective ya kila fasi watu biko na bebo na M23. Tuko tunapata ma message, majina, ma identite zao zote ziko zinajulikana na ziko bien garde. Sasa kile kitafuta hapa ni nini? Ni serikali kuweza kuweka haya mambo yanakaa bayana. Haya, nani na nani fulani. Nyinyi mnasema kwamba watu wetu wamefanywa hivi na haya, watu wenu nyinyi hawa, na sisi tupatieni fulani wapo hawapo. So inakuwa iko ni kazi ngumu sana kwa M23. Na ndio maana wanajikuta kwamba tufanye nini? Hakuna cha kufanya. Hapa ni kupigana tu. Yaani wako wanapigana kwa sababu ya hile tu. Hawana tena ushua, hawana mwae. Kama tuone tu kumbele, tutajua mbele ya safari. Licha ya mikataba ambayo imesainiwa. Ndio maana unaambia kwamba kwa sasa hivi hali yenye iko na M23 ni hali ya kutapatapa. Waswahili wanasema hivi, mfamaji waishi kutapatapa. Kwa hiyo ndugu zangu, katika mapigano yote ambayo yako nafanyika, haiko kwa ajili ya ukombozi, bali ni kwa ajili ya kujitafuta namna ya kujiokoa. Biko wanawazia kwamba bakikamata maeneo za mingi ndio watakuwa na possibility mzuri, ndio watajipositionner mzuri juu ya kuimpose serikali. Balikuwa nalilia mazungumzo. Haya, mazungumzo yamefanyika. Balikuwa nazungumzia mikataba imesainiwa. Kwa nini waheshimu? Le même jour mikataba le 16. Tunasinye le 16 na hiyo ni le 16 M23 wakaanzisha mapigano. Kila kitu kinajulikana. Kila kitu ku niveau international kinajulikana. Kwa nini Rwanda inashindwa kurespecte nini masharti ya Umoja Mataifa ya resolution D773 ambayo inasema retrait immédiat ya armée rwandaise sur le sol congolais et aussi kusese soutien yote ku M23 na M23 batoke kwa tubebiko bajikantone juu ya kuentame process zingine. Pourquoi banashindwa kufuata hili? C'est parce que biko na watu wengine biko nyuma yao. Hii maswali tutaikazia sana majira ya saa 9. Saa 9 tutakazia sana. Kwa nini M23 licha ya Umoja Mataifa kuamuru Rwanda itoe majeshi zake DRC, lakini wanashindwa kurespecte? Inchi 5 ziko na droit de veto mu Nations Unies. Nazitaja hapa. Kuko Ufaransa, kuko Urusi, kuko Marekani, kuko Uchina, kuko Uingereza. Inchi 5 ndo ziko na kura ile inatoka kura ya turufu, droit de veto mu Nations Unies. Hizi nchi wakati maamuzi yanatolewa, sawa? Maamuzi yakitolewa, nchi moja ikikataa yale maamuzi, ina maana haitafanyika. Sasa Conseil de sécurité ya Nations Unies ilisiege ikakondane Rwanda. Nations Unies inakondane Rwanda kuagresser Congo na presence ya ba militaire wake mu Congo. Rapport ya ba expert ya Nations Unies bana confirmer uwepo wa armée rwandaise sur le sol congolais. Mais aucune réaction rapide yenye iko nafanyika. Est-ce que mwi pays tano ya droit de veto uko pays moya enye haikubaliane na hii maraporo ya Nations Unies? Est-ce que ni France? Est-ce que ni Chine? Ni États-Unis? Ama ni jumwe ikikatala ina maana vitu vinalala. Sasa kama kweli France ni watu yetu ya karibu, kwa nini bashindwe kukondane Rwanda directement? Kwa nini bashindwe kusema Rwanda toa matropa yako mu RDC? Qu'est-ce qui se cache derrière? So tutajua kwamba kumbe marafiki zetu ni wapi na wagumu zetu ni wapi. Yote ni nini? Ni ndani ya Nations Unies. Ni kitu kimoja kile mimi ningesema hapa ni kuimpose tu. Kongo inabidi iimpose. Muda wa kulialia ushapita. Hapa ni imposition. Anakuja ni kupiga tu. Point barre. Wewe uko mwako mwizi anakuingilia, usingoe kulialia majirani mnisaidie, hapana. Huko unaweza kupiga mwizi mpige. Mimi nitatoa ka story kama kabla sijaendelea. Kuna wakati mmoja hivi nilinunua simu hapa pa Uvira, simu moja mpya hivi. Ingali mpya, natoka kununua shopping. Naifanya shopping mpya. Niko nakuja Mwaveni Mulongwe. Na natoka ngambo za Kasenga. Naweka mfukoni. Wakati nakuja
nikaona mtu anavuka barabara kutoka ngambo ya juu kushuka chini kwa mimi nilikuwa niko. Akaja kanigeuka, akanipita mbele hivi, afu akarudi nyuma yangu, baadaye tena akasonga mbele. Sasa nilikuwa spirit kaniingia nikasema bwana kama niko mwepesi hivi, kama mtu amenigusa hivi. Naangalia mfukoni nakuta simu hamna. Haya, uko barabarani. Watu wanapita na kurudia. Lakini nilichofanya nini? Niliweza kujikalme kwanza. Nikakaa, nikaangalia. Nikasema, niliona mtu alikuja hivi, akanipita mbele, akazunguka nyuma, tena akapita mbele yangu. Nikageuka nyuma, nikasema hapana, hawezi kuwa huko nyuma. Yuko mbele. Sasa niliona mbele yangu kijana mmoja, yule mwenye alitoka ngambo ya juu, nikamwona anashuka mwaveni mbio. Nikasema, huyu ndo mwizi wangu. Nilimkimbiza kimya. Mimi peke kimya. Sijaita mtu aseme kamata mwizi. Sasa tena kwamba niko mbio namkaribia, akasema hapana, huyu mzee huyu atanikamata huyu. Na higisi iko kimya huyu. Unaelewa? Na higisi iko kimya, akikamata basi ujue ni hatari. Aliacha naangusha simu. Na mimi nikasema higisi simu ushaangusha, siwezi kufuata tena juu hakuna ushahidi. Akaangusha simu yangu chini, nikachukua simu yangu, ikafika tu kasehemu kadogo hivi ka juu, lakini ilikuwa sio mbaya. Ushelewa? Pete akakimbia. Ile ndio dawa kufanya. Ushaingiliwa na mtu ndani, piga yeye kimya. Kunguta kimya, atalia mule. Akitoka nje kule ni kuvimba tu uso. Nini bwana? Nilijigonga ile. Lakini hii kusema tungoe hapa hivi itakuwa ni kazi bure. Sisi tunasema c'est le fait. Tunasinye, tunakubaliana c'est le fait, lakini wao wanaendeleza mapigano. Unaelewa? Depuis c'est le fait. Hakuna fasi kwa sisi tushaenda kuwapiga. Wao ndio wako nakuja afu na sisi tunawapiga, tunawabambukia tena kuwapiga. Unaelewa? Sasa tunajiuliza banani viko na raison, banani abana raison. Hiyo ni habari ya vita ambayo tuko tunazidi kuizungumzia na tutazidi kuleta siku hadi siku. Jambo lingine la maana kwa hapa ni kwamba ule mpangilio wa vitambulisho vya uraia ni kama vimezinduliwa tena upya, vinatakiwa vianzishe. Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo baada ya kujaribu kwa muda mrefu, serikali imeweza kwa mara nyingine tena kuanzisha ile process ya vitambulisho vya uraia. Inasemekana hivi kwamba gouvernement ya Kongo ambayo inaongozwa na Bwana Felix Antoine Tshisekedi Chilombo haita hacha ile shauku yake ya kusema kwamba wakongomani wapate vitambulisho vya uraia, yani carte d'identité nationale. Sawa? Pei pekee mudunia yenye aina kitambulisho cha uraia ni Kongo, kama sikosei. Inchi yenye aina ID, carte d'identité, ni Kongo. Na hiyo tu kwa nini? Nakuelewa kwamba depuis wakati wa Hippolyte Kanambe, jua nini baliwaga ile makarte pour citoyen za Zaire, kwa sababu infiltration ya Barwande. Hiyo wakati ya RCD, wakati ya FDL wanakuya, Barwande ni mingi. Kwa hiyo hawawezi kuproduire makarte national. Bakavunja bakaua ile process yote hadi kampuni ambayo inahusika na identification ambayo ni NIP. ONIP plutôt. Ikakuwa bafoué, ikawa anatumiki. ONIP ni Office National d'Identification de la Population. Ilikufaga wakati wa Kabila, ilikuwa haina kazi. Hippolyte Kanambe aliua maksudi kwa sababu ya Barwande. Donc sasa hivi RDC inasema ni lazima hiyo dokima ya muhimu iweze kupewa kwa Kongomani. Ni kwamba vice premier ministre, ministre wa interieur na sécurité pamoja na decentralisation na affaires coutumier Bwana Jacquemain Shabani Luko ametoa taarifa hiyo akisema kwamba reunion ya conseil ya ministre ambayo ilifanyika tarehe 14 za mwezi wa Novemba 2025 ndani ya viunga vya Cité de l'Union Africaine, bila kuzungumzia date tarehe kamili,
ya gisi mambo itaanzishwa tena upya kupitia Office National d'Identification de la Population ONIP, lakini mambo yote tayari ishawekwa tayari kwa ajili ya kuanza tena hizo processes. Vice Premier Ministre, Ministre wa Interieur na Sécurité na Decentralisation na Affaires Coutumier ameweza kuijulisha ONIP kwamba kwa sasa hivi maandalizi yote yako tayari na wanahitajika kuanza upya tena ule mchakato wa identification, na hivyo itafanyika baada ya kuweza kuzungumza pande zote na pia kufanya uchunguzi wa nani na wapi anastahili kuweza kupata kitambulisho cha taifa. Hii ni kwa ajili ya Wakongomani, kutenganisha Wakongomani wa asili na kutenganisha pia wageni. Mambo hayo yamezungumzika pia ndani ya baraza la Seneti, ambako baada ya maswali na majibu yalopelekwa kwa Senator Jean Bamamisa, kwa wakati huo pia vyombo vingine vinavyohusika na masuala ya uchunguzi kama vile polisi, ane, vyote viliweza kuhusishwa, na mpaka wazee wa maeneo, na maanisha hapa ba chef de village, ba luatani, ba mantite kule kuma village, kujua kila mtu na maeneo yake sahihi. Kwa hiyo kifupi ni kwamba serikali inapania kuanzisha tena mchakato wa vitambulisho vya taifa. ONIP imesema kwa sasa hivi itakuwa tayari kuweza kupewa kituo kingine ambacho kiko na kila kitu kupitia taarifa za seni, na hivyo zile database za seni zote zitaweza kuwa kopia na kupelekwa kwa ONIP, na watu ambao watanufaika na hivyo ni wale wenye seni inajua zaidi sana. Utafahamu kwa hiyo wakati kuna baadhi ya watu ambao hawakwenda kujiandikisha kwa seni. Unaelewa? Hapa nazungumzia watu wa FCC. FCC walikataa kwenda kujiandikisha kwa seni, kwa hiyo hawatakuwa na vitambulisho vya taifa. Yote mwenye done zake haziko mseni. Sawa? Done zako haziko mseni. Seni haikujui. Juu sasa hivi hatuwezi ingia mu referendum. Auparavant tulikuwa tunasema kwanza avant election tufanye kwanza identification. Sawa? Bakasema identification ni glissement, serikali inatafuta kuglisse mandat tuza election. No. Sasa hizi kwanza hatuna haja ya kwenda kwa election. Tujidentifie kwanza qui est congolais et qui ne l'est pas. Tupeane makarte pour citoyen, makarte za uraia, kisha baada ya hapo sasa ndo tena kwa uchaguzi. Ifu tena uchaguzi tunaenda bangapi kwa uchaguzi? Lakini opposition ilisimama hapa, opposition ikapinga, haiwezekani. Serikali inataka kufanya mambo ya ajabu, na nini, maandamano. Haya, uchaguzi umefanyika. Hivi tena mambo yanarudia. Wanatanza tena, hapana, hii ni glisema yuko natafuta. Bwana. Sasa ojiste mnataka tufanye nini? Unaona tuko wakati mgumu sana. Inchi kwa muvita, inchi kwa madesordres moza mingi, lakini tunamaliza kwanza kimwa tuanze na tumalize direct. Vita ni mrefu, bali sema vita sasa inaanzaka watu wanajuaka, gisi ya kuisha watu hawajuaki. Na gisi tuko muvita tutenda tunamaliza mambo pole pole. Lakini kwanza hii swala la identification ni swala la muhimu sana. Ifo tujuane we ni nani? We ni wa wapi? We ni wapi? Shelewa, ni jambo la muhimu. Kwa hiyo ndugu zangu, yote mwenye akujiandikisha kuseni iko na wakati mgumu. Ndio maana naombeaga na Bakongole, mwache kuwa nafuata ba petit monsieur ba politicien. Au jamaa kataka kujiandikisha museni. Hebu ni ba Belge. Bengine ni ba Amerike. Ipolite Kanambe iko na karte yake ya Karangamundu ya Rwanda. Sasa Rwanda. Ushelewa? Bengine hivyo. Sasa wewe Kongole mwenzangu, tuko hapa Uvira, tuko Tubaraka hapa, tuko Kamituga, tuko Kishasa, unaambia uandamane, unaenda andamana. Sitajiandikisha, unakatala. Haya,
karte tuone kama utaipata. Kwa hiyo ndio hivyo bwana, karte pour citoyen zinatolewa pour bientôt. Kwa hiyo wakongomani wote mwe tayari na msupport initiative za serikali ili tuweze kupata makarte pour citoyen. Haya ndio ambayo tuko nayo kwa siku hii ya leo. Mengine tukutanane majira ya saa 9 ambako tutakazia sana kuhusiana na hii mambo yenye Rwanda iko inafanya vis-a-vis na Baraza la Umoja wa Mataifa. Kuko nini kule ambako mnashindwa kuishinikiza Rwanda? Leo hii semeni hapa serikali ya Rwanda iko inareplike mambo moja, iko na zaraulisha nchi yetu moja ajabu sana. Yaani sisi tukiongea kitu huku serikali ya Rwanda nayo inagusia. Sisi tukikuwa formé na MONUSCO inasema kwa nini MONUSCO mko mnaformi ba FARDC. Sisi tukipata hivi kwa nini FARDC iko nafanya? Donc est-ce que tuko sous dépendance ya Rwanda ama vitu gani? Tutaongea masuala ya majira ya saa 9. Chao chao.